Karibu tena katika somo lingine ambalo tunaendelea kujifunza katika jumbe hizi za malaika watatu, na leo tunaingia sasa katika ujumbe wa malaika wa pili. Ni ujumbe ambao unatuelekeza juu ya injili bandia. Ujumbe wa malaika wa kwanza inatuelekeza injili ya kweli. Ujumbe wa malaika wa pili inatuelekeza ujumbe au injili bandia. Kwa ni lazima tujue ujumbe wa malaika wa kwanza, injili ya kweli, lakini pia tujue na injili bandia ili tuweze kutofautisha kati ya feki na kweli. Lakini ili kutofautisha feki na kweli inahitajika akili. Inahitajika nini? Akili. Na akili hii tunaipata kwa njia ya vyakula. Kula vyakula vyenye kurutubisha akili, vyenye kuwa na Yesu bandia atakapokuja kudanganya ulimwengu. Hii ni sehemu ya kwanza. Usikose sehemu ya pili na sehemu zingine ambazo zitakuwa zinaendelea. Unaposoma kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 la kwanza hadi la 3, ni Bwana anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kwa hii ni ahadi ambayo Yesu alitoa kwa wale wanaomwamini kwamba ameenda kutuandalia mahali na atakuja tena ili atuchukue. Twende wapi? Twende pale alipo, twende mbinguni. Na watu wamekuwa na viaka kwamba huyu Yesu alisema atarudi. Hivi atarudi kweli? Hivi huyu Yesu atarudi kweli? Na nilikutana na mtu mmoja wa kanisa fulani, sitaki kulitaja jina. Yeye akasema kwamba wakati tunajifunza naye habari za Yesu, akasema kwamba Yesu alisema kwamba atakuja. Hivi ni kweli? Akasema Yesu atakuja katika dunia hii. Atakuja kwa nini? Nikamuuliza kwa nini, akasema bwana, kwa namna Yesu alivyopigwa, kipondo alichopewa, haji tena katika dunia hii. Akasema Yesu hawezi kuja kwa kile kipondo. Lakini huyo ni mtu ambaye si mcha nani? Asemcha Mungu, ambaye hana imani nani? Na Kristo. Sisi ambao tuna imani na Kristo tunaamini kwamba Yesu yu mlangoni. Yesu anakuja. Na maana yake ni kwamba kama Yesu tuna ahadi ya kuja kwake, Yesu alisema alituonya jambo fulani ambalo litatokea kabla ya kuja kwake. Alionya jambo gani? Basi karibu ujiunge na mimi niliye mjoli wa Bwana katika somo hili. Unaposoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya 5 na lile fungu la 43, neno la Bwana linasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi amnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Kwa Yesu anasema kwamba yeye alikuja kwa jina la Baba yake, akupokelewa. Yaani Yesu alikuja kwa jina, yaani tabia za nani? Za Baba yake wa mbinguni, lakini akupokelewa. Kwa nini? Tabia za Baba zilikuwa zipatani na ulimwengu. Kwa ulimwengu ulimchukia Yesu kwa sababu Yesu alikuwa na tabia za nani? Za Baba. Kwa hiyo Yesu anasema hakupokelewa kwa sababu alikuwa na jina, alikuwa na tabia za nani? Za Baba. Akasema mwingine akija atapokelewa kwa jina lake. Akija kwa jina lake atapokelewa. Kwa hiyo mtu akija akasema, jamani, mbarikiwe, mtapata hela, rikarararara. Watu wanamiminika wengi. Na Yesu alitabiri jambo fulani katika sehemu hii. Unaposoma kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 24, Mathayo 24:23, neno la Bwana linasema, anasema, wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki. Fungu la 26 anasema, basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke, yumo nyumbani, msisadiki.
Kwa Yesu alitabiri jambo fulani ambalo litatokea katika ulimwengu huu, ambao litachukua taswira yake kwamba yeye ndiye nani, kwamba hilo jambo litachukua taswira kwamba ni Yesu amekuja katika ulimwengu huu. Na huyu atakaye kuja ni Shetani. Yesu alitabiri kwamba atakuja katika ulimwengu huu kuwadanganya nani? Kuwadanganya wanadamu, kuwadanganya wateule. Kwa hiyo ni kwamba kabla ya ujio wa Yesu mara ya pili katika ulimwengu huu kuwachukua watakatifu, Mungu ameruhusu Shetani haje kuwajaribu watakatifu. Haje kuwajaribu nani? Watakatifu. Lakini pia aje kuwadanganya watu ambao hawapendi ukweli. Kwa Msabato, kama upendi ukweli, ujiandae kudanganya. Na utadanganyika kwa sababu upendi nini? Ukweli. Upendi ukweli. Sasa ili tuweze kujua ujio wa Shetani utakavyokuwa, ni lazima tujue ujio wa Yesu utakavyokuwa. Kwa leo tutaangalia sehemu hii, tutaangalia namna Yesu Kristo atakavyokuja kuwachukua watakatifu wake. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, Matendo 1 fungu la 1 hadi la 9, anasema, akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Kwa Yesu wakati anapaa, wingu lilimpokea. Lilivyompokea, wanafunzi wakaona. Walipoona, malaika wakawatokea, wakaambia, huyu Yesu mlivyomuona akienda ndivyo atakavyokuja. Ufunuo 1:7, tazama yuaje na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba atakuja tena na mawingu, lakini kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona, na hao waliofanyaje? Waliomchoma. Kwa hiyo Yesu atakapokuja, atakuja na mawingu. Tutakuja kuona mawingu ni nini. Atakuja na mawingu, lakini pia kila jicho, uwe chini ya ardhi, uwe uko kwenye maji unaogelea, utamuona Yesu atakapokuja. Mathayo 24:30 anasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. 31, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Kwa Yesu atakuja na utukufu mwingi, lakini pia ataambatana na malaika. Mathayo 16:27 anasema, kwa sababu mwanadamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa Yesu atakuja na malaika. Kwa lile wingu ambalo Yohana aliona, lile wingu ambao wakina Petro waliona, ni malaika ambao wakina Petro walishindwa kuona ule utukufu, wao wakaona mawingu. Yohana alishindwa kuona utukufu ule, yeye akaona nini? Mawingu. Lakini Biblia inatueleza kwamba Yesu atakuja na malaika zake. Atakuja na malaika zake. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 fungu la 51 hadi 52 anasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Kwa
wafu watakatifu waliokufa watafufuliwa Yesu atakapokuja. Yesu atakapokuja, watakatifu waliolala, waliokufa watafufuliwa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 16 hadi 17, neno la Bwana linasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana. Kwa Yesu atakapokuja atakuwa hewani, hapo hewani. Kwa watakatifu watamkuta hewani. Waliolala watakatifu wafufuliwa hewani. Walio hai watakatifu hewani. Kwa Yesu atakanyaga hii ardhi. Habakuki sura ya 4 fungu la 3, neno la Bwana linasema, mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na miale ya nuru ubavuni pake, ndipo alipofichwa uweza wake. Sasa nabii wa Mungu anaifafanua katika kile kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 555 aya ya kwanza. Anasema, kumbukumbu moja tu itabaki, mkombozi wetu atadumu kuwa na alama zake za kusulubiwa katika kichwa chake kilichojeruhiwa, ubavuni mwake, mikononi na miguu yake ndizo alama pekee za kazi ya kikatili iliyofanywa na dhambi. Nabii anasema akimtazama Kristo katika utukufu wake, mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake, ndipo alipofichwa uweza wake. Hiyo ni Habakuki 3:4. Kwa Yesu atakapokuja atakuja na alama za kusulubiwa kwake. Hizo zitabaki milele kuwa ukumbusho. Kwa nini? Ukumbusho. Ufunuo 6 fungu la 14 hadi 14 anasema, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Kwa Yesu atakapokuja, hii dunia itakuwa katika mshike. Milima itakibia, bahari itachafuka, matetemeko, radi, ngurumo, umeme. Kwa dunia itakuwa haina utulivu. Ila watakatifu itakuwa ni furaha. Watasema huyu ndiye tuliyemsubiria. Huyu ndiye tuliyemsubiria. Lakini wadhambi itakuwa hamna sehemu ya kujificha. Itakuwa hamna sehemu ya kujificha. Kwa hiyo rafiki, Yesu anakuja. Yesu anafanyaje? Anakuja. Lakini jambo lingine la mwisho, yako mengi ila tu kwa leo ya mwisho, Yesu atakapokuja atapishana na maneno yake. Yaani maneno aliyosema Yesu, kama alisema kwamba uzinzi ni dhambi, hatapindisha. Kama alisema kwamba siku ya 7 ni sabato ya Bwana, watu waende wakaabudu, Yesu hatapindisha. Hatasema kwamba sasa jamani nilibadili ikawa wenda Jumapili au ikawa Jumatatu, hatapishana. Kama alisema kwamba na alaaniwe alalaye na mnyama, hatapindisha, atasema hivyo hivyo. Kwa tunapomwamini Yesu katika wakati wa mwisho, tutambue kwamba ametuahidi kwamba atakuja kutuchukua twende wapi? Mbinguni. Lakini kabla ya kuja kwake atatanguliwa na nani? Na Shetani. Kwa huu ni wakati wa kujifunza, tusije tukadanganywa na huyu Shetani huyu Yesu bandia atakayekuja kudanganya nini? Ulimwengu. Kwa sababu Yesu amesema kwamba huyu Shetani atakuja kuwadanganya hata walio ule, yani hata Waadventista wa Sabato, wenye nuru humu nao watadanganywa. Sasa kabla ya kudanganywa, huu ni wakati wa kupiga magoti kumwomba Mungu atusaidie tujue mapenzi yake, tujiandae kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo mara ya pili.
I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. Alone I see all I need to cleanse and make. In sorrow he's my comfort. Naam, karibu katika siku ya leo, siku ambayo tunakwenda kupata tena somo lingine ambalo litazidi kutusogeza karibu na Kristo. Somo la kwanza katika somo hili la ujio wa Yesu Kristo bandia, tuliona namna gani Yesu Kristo atakapokuja katika ulimwengu huu, atakapokuja mara ya pili katika ulimwengu huu. Na tuliona atakavyokuja, atakuja na malaika, lakini pia kila jicho litamuona. Leo tunakwenda kuangalia namna gani kile ambacho Yesu alichokitabiri kwamba kitatokea katika ulimwengu huu, namna gani kitakavyokuwa. Mungu hajatuficha kitu chochote, ni sisi wenyewe tushindwe kuelewa. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo ni kinyume na ujio wa shetani. Yaani shetani yeye atakuja hivi, lakini pia Yesu yeye atakuja vingine. Na Mungu ameruhusu kwa sehemu ndogo tu shetani aige ujio wa Yesu. Kwa hiyo katika ujio wa Yesu tuliona kwamba Yesu atakuja na malaika zake watakatifu. Tuliona Yesu atakuja na malaika zake. Lakini pia shetani na yeye wakati wa ujio wake atakuja na malaika waovu. Yesu atakuja na malaika watakatifu. Shetani yeye atakuja na malaika waovu. Watakuja na malaika waovu. Kuna somo liko mbele, tutakuja kuona zaidi hawa malaika waovu watakujaje, watakuja kwa namna gani. Kwa hiyo tuliona pia kwamba ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, Yesu atakuja na kufufua watakatifu. Watakatifu watafufuliwa. Na watakapofufuliwa ni kwamba watapaa kwenda wapi? Mbinguni. Watapaa kwenda mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndiye ufufuo na uzima. Yesu ndiye ufufuo na nini? Na uzima. Kwa hiyo shetani yeye hatafufua hata kiumbe mmoja. Kwa nini? Yeye ana uwezo wa kufufua. Ana uwezo wa kufufua. Mwenye uwezo wa kufufua ni nani? Ni Yesu Kristo. Lakini pia tuliona kwamba Yesu yeye atakuja na alama zile za kusulubiwa kwake. Atakuja na alama kwenye mikono zile za kusulubiwa kwake, lakini pia na kwenye miguu atakuja na alama hizo. Ndio maana unaposoma kile kitabu kile cha Luka 24 na lile fungu la 39 hadi 40, anasema, fungu la 39 hadi 40 anasema, tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Kwa hiyo Yesu alipofufuka, alifufuka na zile alama zile. Alipotobolewa hapa na alipotobolewa hapa, alifufuka nazo, lakini pia na zile alama za kwenye miguu pia Yesu alifufuka nazo. Kwa hiyo atakapokuja, atakuja na hizo alama ambazo zinaonyesha kwamba alisulubiwa. Shetani yeye atakapokuja, atakuja mzuri kabisa, anang'aa, mrembo, handsome boy. Atakuja na akiwa mzuri kia ajabu, ambao macho ya mwanadamu hayajawahi kuona. Lakini pia tulisoma kwamba Yesu atakapokuja, dunia hii itakuwa kwenye hali ambayo sio ya kawaida.
miamba na milima itakimbia, bahari itahama katika mahali pake, itaenda sehemu toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama zaidi ya tsunami. Lakini pia wafalme na wakuu na watu wote ambao walikuwa wamekataa ukweli wataiambia miamba na milima, tuangukieni, mtusitiri mbele ya uso wake yeye aketie juu ya kile kiti cha nani? Cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa, tuna marafiki hapa wanasikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo ubarikiwe na wewe kwa kuwa unasikiliza. Kwa hiyo Yesu atakapokuja, hii dunia itakuwa katika hali ambayo siyo ya kawaida. Ni zaidi ya machafuko. Kutakuwa kuna tetemeko ambalo halijawahi kutokea katika dunia hii tangia iwahi kuwepo katika ulimwengu huu. Lakini huyu Yesu bandia atakapokuja, hii dunia itakuwa kwenye hali ya kawaida tu. Watu watakuwa wanaendelea kuuza na kununua, wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mtu mmoja atakuwa amelala kitandani, mwingine analima shambani. Hali itakuwa ni kawaida tu. Hakutakuwa kuna dhoruba yoyote. Hakutakuwa na dhoruba yoyote. Kwa atashuka kawaida tu. Lakini pia tuliona kwamba Yesu Kristo katika kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 15 hadi fungu la 17, Yesu Kristo atakapokuja atakuwa wapi? Hewani. Atakuwa hewani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 15 hadi 17, kwamba watakatifu waliolala wataamshwa na watakatifu walio hai kufumba na kufumbua watakapobadilishwa wataungana kwa pamoja, watamlaki Bwana wapi? Hewani. Kwa mpendwa, wewe na mimi tukiwa tutaishi maisha yanayopendeza Kristo, tukalala au Yesu akitukuta tukiwa watakatifu, tukiwa tumeishi maisha yanayompendeza, tutabadilishwa, tutafufuliwa, tutamlaki Bwana hewani. Hatutakwenda kumlaki Yesu na ving'ora, sio airport. Sio Yesu gani kuna Yesu fulani alienda hapa Kenya, anajiita Yesu. Moving with the controversial American National, convincing believers that the man is Jesus Christ. Sikia hii ya leo, serikali ya Kenya imemkamata mchungaji mmoja nchini humo aliyemleta Yesu bandia na kuwadanganya waumini wake kuwa Yesu karudi. Yesu huyo bandia alikuwa akikusanya fedha nyingi za waumini, akiwaambia kuwa atakaporudi mbinguni akawaandalia makao ya kudumu huko mbinguni. Kwa hiyo anahitaji pesa nyingi za kununulia sementi, bati, nondo, matofali na kadhalika. Hii ndiyo kali ya leo. Yesu gani huyo? Yesu Kristo atakapokuja katika ulimwengu huu, watakatifu wote watamlaki Bwana wapi? Hewani. Hatutamlaki Yesu airport. Yesu anakuja kavaa ndara. Yesu gani huyo? Yesu wa mchongo huyo. Kwa shetani atakapokuja, kutakuwa kuna utulivu tu. Kutakuwa kuna utulivu. Lakini pia Yesu Kristo halisi, kwa kuwa atakuwa hewani, Yesu bandia yeye atakuja, atakanyaga hii ardhi. Ndio maana Yesu alisema kwamba mtakapoambiwa yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msifanyeje? Msisadiki. Kwa huyu Yesu wa uongo, yeye ataonekana sehemu, mara Marekani, mara Palestina, mara Gaza, mara Tanzania, ataonekana sehemu. Kwa atakuwa anatembea katika ardhi hii ambayo wewe na mimi tunakanyaga. Tuliona kwamba Yesu Kristo atakapokuja katika Ufunuo 1:7 inasema kwamba kila jicho litamuona. Mpendwa, ikiwa ndugu yako yoyote alikuwa amelala katika mauti, amelala upande wa Kristo, kanyagwa kasi, yani mwili wake umechanwa, umeharibiwa, lakini akiwa amelala katika Kristo, mwili wake, kiungo chake chochote kile, malaika watayakusanya, watayaweka pamoja, watafufuliwa wote kwa pamoja. Mwili wote huo utaungana kumlaki Bwana hewani atakapofufuliwa. Huyu Yesu bandia, yeye atakapokuja,
hataonekana kama Yesu atakavyoonekana. Yesu yeye atakavyoonekana, kitendo chake cha kutoka tu kule juu, kule mawinguni, mbinguni, kwa wote dunia nzima, kila mtu atamuona kwa mara moja. Lakini huyu Yesu bandia atakapokuja ni kwamba hataonekana na watu wote. Wengine itabidi waambiwe na vyombo vya habari kwamba jamani, Yesu amekuja. Fungua TV yako, fungua simu yako, fungua laptop yako, nenda kanunue gazeti fulani. Huyu Yesu feki, yeye atatangazwa na vyombo vya habari, ndipo watu watajua kwamba kumbe Yesu amekuja. Ndio watanga sasa, twende tukamwone huyo nani? Huyo Yesu. Huyu Yesu bandia hataonekana na watu wote. Itabidi vyombo vya habari, itabidi satellite ambazo ziko angani zimulike hilo tukio. Kwa hizi satellite ambazo ziko angani, kusudi lake la chini ya siri ni kwamba zimewekwa special kwa ajili ya kumulika ili tukio ambalo litakuja kutokea katika ulimwengu huu. Tukio gani? Ujio wa Yesu bandia. Nabii wa Mungu alioneshwa hili tukio. Huyu ni nabii wa Mungu kwenye kitabu hiki cha Pambano Kuu. Alioneshwa hili tukio. Ukurasa wa 514 paragrafu ya kwanza anasema, kama tendo kula la juu kabisa katika sakata kuu la udanganyifu, Shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kwa muda mrefu kanisa limetangaza kuwa ujio wa pili wa Kristo ndio kilele cha matumaini yake. Sasa mdanganyaji mkuu atafanya ionekane kana kwamba Kristo amekuja. Katika sehemu mbalimbali za dunia, Shetani atajidhihirisha miongoni mwa wanadamu kama mfalme mkuu mwenye nuru kuu, akifanana na muonekano wa mwana wa Mungu aliyeelezewa na Yohana katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza fungu la 13 hadi 15. Utukufu unaomzunguka haupitwi na kitu chochote ambacho macho ya mwanadamu anayekufa yamewahi kukiona. Kelele za ushindi zinasikika angani, hewani. Kristo amekuja! Kristo amekuja! Watu wanaanguka kifudifudi chini kwa heshima mbele yake, wakati ameinua mikono yake juu na anatamka baraka juu yao, kama vile Kristo alivyowabariki wanafunzi wake alipokuwa duniani. Sauti yake ni laini na tulivu, lakini ikiwa tamu. Kwa sauti ya upole na ya huruma anasema baadhi ya mambo ya neema ile ile, kweli za mbinguni ambazo Kristo alizisema. Kwa hiyo nabii wa Mungu alioneshwa hii habari ya ujio wa Yesu Kristo bandia. Kwa hiyo sisi kama Waadventista wa Sabato, sisi tumepewa nuru. Tukipotea ni sisi wenyewe. Natumia kitabu hichi kwa sababu nikitumia vile vitabu vingine mtasema vimeongezwa maneno ambayo sio ya nabii. Haya, hii ni Ufunuo publish. Ufunuo publish. Humu kuna kila kitu. Miaka 6,000 iko humu. Matengenezo ya afya yapo humu. Kila kitu kimeandikwa humu. Sisi wa Sabato kama tukipotea ni ujinga wetu. Sisi ndio tumepewa jukumu la kuionya dunia. Karibu katika somo lijalo ambalo tutaangalia namna gani Shetani anavyoandaa watu makanisani, lakini pia na duniani, namna gani anavyoandaa watu ili waje kumpokea, na wengi watampokea. Somatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. Somatora mukoma matora amtaje yenama wanija egona. Nisoti yenda chie manjasata kunga.
Mira yingirose netsontakura iri ngozi eipaita atsanangura iri njozi yandikurira amaindagura ndiani yachandiraira amatapetwa. Tena siku ya leo tena tunaendelea na somo letu lile linalosema ujio wa Yesu Kristo feki, na leo katika siku hii tupo katika sehemu ya 3. Tunakwenda kutazama jambo lingine. Baada ya kuona sehemu ya kwanza namna Yesu atakavyokuja, sehemu ya pili tukaona pia namna Yesu atakavyokuja na namna shetani atakavyokuja kuwadanganya watu wasiopenda ukweli. Leo tunakwenda kuangalia jambo lingine, maandalizi yanayofanywa ili watu waje kumpokea huyu Yesu bandia. Na andalizi mojawapo ni hili. Wakazi wa kijiji cha Mkungu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara, wameshikwa na taharuki kubwa kufuatia mama mmoja Bi Mkubwa Ali Mbondo aliyefariki dunia na kuletwa kijijini kwa mazishi, lakini wanafamilia wamedai alikuwa bado yupo hai. Mwanahabari wetu Modestus Mwambe anaripoti kutoka Mkungu mkoani Mtwara. ITV ilifika hadi kijiji cha Mkungu na kukuta umati mkubwa wa wananchi, ambapo ndugu na jamaa walikuwa na haya kusema kuhusiana na tukio hilo. Harakati za maandalizi ya mazishi kumwandaa marehemu ili apelekwe makaburini, ikaonekana kwamba ile marehemu bado yani bado yuko hai, ile mtu bado hajafariki. Binadamu akisha fariki viungo vinalegea, wao mnakuwa vyovyote vile mnavyofanya na kwa anaelekea, lakini huyu jana alikuwa akiwekwa mikono hivi, yeye anaitoa na nyuma, labda anataka kimuinua kwa ajili ya kumkalisha na kwa vigumu anataka inuke yote kabisa, yani vitu kama hivyo. Hata hivyo, mkuu wa hospitali ya Sajora Dr. Saleh Kaisi, baada ya kuchukua vipimo, alikuwa na haya kusema. Jaribu kuangalia mazingira yote yale ambayo inaashiria kabisa kwamba ni mtu ambaye amekufa tayari. Kumekuwa na watu wanaonekana wakiwa hai lakini walishakufa zamani, au enda kipindi fulani, lakini alishakufa anaonekana tena. Je, hii ni kweli au ni uongo? Kwa unakwenda kutazama Biblia inatujibu jambo gani kuhusu mtu anapokuwa amekufa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 7, wakati Mungu anamuumba mwanadamu, Mungu alifanya Mungu alifanya haya yafuatayo. 2:7 Mwanzo anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu anasema wakati anamuumba Adamu alifinyanga udongo, alafu akapuliza puani pumzi ya uhai, alafu mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo ili kiumbe chochote, ili mwanadamu awe hai, yani aitwe kiumbe hai, anatakiwa awe na muunganiko wa vitu vikubwa viwili. Jambo la kwanza, awe na udongo, yani huu mwili, ili kasha ili awe nayo. Jambo la pili, awe na pumzi. Kwa muunganiko kati ya udongo na pumzi ndiyo ni sawasawa na nini? Na kiumbe hai. Kwa mwanadamu, we na mimi tuko hai leo kwa sababu ya vitu vikubwa viwili: udongo uliofinyangwa na pumzi iliyopulizwa katika kwenye pua. Biblia inasema akapuliza puani pumzi ya nini? Ya uhai. Sasa mtu anapokuwa anakufa, nini kinatokea? Ukisoma Zaburi 146 fungu la 3, msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake.
siku hiyo mawazo yake yapotea. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba mtu anapokuwa anakufa, pumzi ambayo ilipulizwa kwenye pua na Mungu mwenyewe inatoka. Yaani vilikuwa vimeshikana hivi. Sasa hii ndo pumzi, hii ndo udongo. Vilikuwa vimeshikana hivi. Vikishikana hivi, huyu ndio anaitwa kiumbe hai. Huyu ndio anaitwa binadamu, anayekula ugali, anayetembea, anayeimba. Kwa nini? Udongo na pumzi vimeungana. Sasa Biblia inasema kwamba mtu anapokuwa nakufa, pumzi inaachana na udongo. Ikiachana na udongo, huyu haitwi tena kiumbe hai, anaitwa mfu. Kwa mtu anapokuwa nakufa, pumzi yake inatoka. Yaani mimi nikifa, pumzi hii inatoka. Ikitoka, mimi siitwi tena nani? Siitwi tena kiumbe hai, naitwa mfu. Jina linabadilika. Jina linabadilika. Sasa mtu anapokuwa, pumzi inapokuwa imetengana na udongo, vimetengana hivi, huyu mtu anakuwa na ufahamu wowote? Biblia inatujibu tena katika hili fungu la 5, fungu la 4, anasema pumzi yake hutoka, urudia udongo wake siku hiyo. Yaani siku hiyo hiyo, yaani sekunde hiyo hiyo ambayo pumzi imetoka. Biblia inasema mawazo yake yanapotea. Yaani kama ulikuwa unawaza kujenga gorofa, ulikuwa unawaza kuoa, ulikuwa unawaza kwenda kwenye harusi, kufanya, siku hiyo hiyo, dakika hiyo hiyo, pumzi inapoachana, mawazo yangu yanapotea. Ninakuwa siwazi tena yale mambo. Tusome tena na kitabu cha Mhubiri. Mhubiri 9 fungu la 5 inasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja. Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hawajui jambo lolote. Kwa mtu anapokuwa na kufa, anakuwa ajui jambo lolote linalotokea katika ulimwengu huu. Kumbukumbu zake zote zimefutika, ubongo umezima. Unaweza ukajiuliza kwamba mtu anapokuwa na kufa, anakuwa yuko hai huko aliko? Kwamba ni mzima huko aliko? Biblia inatujibu kwenye kitabu cha Ayubu 14 na lile fungu la 14 inasema, mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mimi ningemngojea siku zote za vita vyangu, hata kufunguliwa kwangu kunifikirie. Kwa mtu anapokuwa na kufa, anakuwa hayuko hai tena, amekufa. Amefanyaje? Amekufa, hajui jambo lolote. Sasa pia unaweza ukajiuliza, mtu anapokuwa amekufa, anaweza akarudi tena? Yaani akaja kutuambia habari za Yesu, akaja kutusimulia mambo ya huko aliyokutana nayo. Tumeona kwamba kuna watu wanaonekana kwamba wamerudi tena duniani, ila walishakufa. Je, Biblia, neno la Mungu, linasemaje? Kwenye kitabu cha Ayubu 7 na lile fungu la 9 na 10 linasema, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni, hata zuka tena. Hata zuka tena. Fungu la 10, hata rudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake apata mjua tena. Kwa mtu akisha kufa, usitegemee kwamba atakutembelea tena kwa njia ya ndoto au kwa njia yoyote ile. Kwa hawa wanaotokea duniani sasa hivi na wanaaminika ni ndugu za watu ambao walikuwa wako nao, je, ni wakina nani? Tutajifunza. Je, ni wakina nani? Tutajifunza. Yohana 5:28 anasema, msistajabie maneno hayo, maana saa yaja
ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa Yesu anasema kwamba kwamba watu wote waliomo makaburini. Kwa mtu anapokufa anakuwa anaenda kaburini, tunamzika, tunamfukia, aendi mbinguni. Atakuja kufufuliwa siku ya mwisho. Tusome pia na Danieli 12. Danieli 12 na lile fungu la pili, anasema tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekufa anaenda kaburini, anazikwa. Sasa tunaishi kipindi ambapo kumekuwa na watu wanaotokea duniani wakijiita kwamba wao ni ndugu zetu. Sasa je, ni kweli au ni uongo? Biblia inasema kwamba mtu akifa kaburini anasubiri ufufuo. Biblia inatuambia kwamba mtu akifa pumzi inatoka, anakuwa hayuko hai tena. Sasa hawa wanaokuja duniani na wakitangaza kwamba wao ni nani, ni watu ambao walikuwa ndugu zetu, ni wakina nani? Kwa hiyo mpendwa, ni lazima tujue mtu akiwa amekufa ni nini kinatokea. Mtu akifa anakuwa hajui jambo lolote. Kwa hiyo watu sasa hivi wanaaminishwa kwamba kuna watu fulani, kuna ndugu zetu, kuna wapendwa wetu waliokufa wako sehemu fulani, wanaishi huko. Wengine wanaonesha kwamba wengine wanapanda kwenda mbinguni, kwamba mtu akifa tu mbinguni. Lakini mtu akifa amekufa. Mtu akifa amefanyaje? Amekufa. Hawezi kujua tena mambo yanayoendelea hapa mbinguni. Kwa hiyo haya ni matayarisho ambayo shetani anawatayarisha watu ili kwamba atakapokuja, malaika zake wahovu watakapokuja, watu waweze kuwapokea na wakiamini kwamba ni wametumwa na Mungu. Kwa hawa wanaotokea sasa hivi sio ndugu zetu waliolala, sio mababu zetu, sio mabibi zetu, sio wapendwa wetu, ila ni mapepo ambayo yanavaa miili ya ndugu zetu waliokwisha kulala, na yanawaandaa watu kuja kukubali udanganyo au udanganyifu wa shetani ambao uko mbele. Kwa hiyo rafiki, karibu katika somo lijalo na Mungu akubariki. Hebu fikiria jambo hili. Mtu anatangazwa amekufa, mwili wake unaandaliwa, unapelekwa mochwari, mazishi yapangwa. Lakini siku ya mazishi anafumbua macho na kuketi juu ya jeneza lake mwenyewe, na si mara moja, bali ni mara 6. Ndiyo, ni mara 6 ametangazwa kufa, na kila mara amerudi tena akiwa hai. Watu wanakimbia, familia yake haelewi, jamii inamwogopa. Je, huyu ni binadamu wa kawaida au kuna kitu cha ajabu ndani yake? Hii ni hadithi ya kweli, si ya sinema wala simulizi la kitabu. Ni simulizi ya mwanaume mmoja wa kawaida, lakini mwenye maisha yake yasiyo ya kawaida kabisa, hapa nchini Tanzania. Jina lake ni Ismail Aziz. Alizaliwa na kulelewa huko New Karai, Tanzania. Maisha yake hayakuwa rahisi. Alikulia katika familia ya kipato cha chini, hakupata nafasi ya kuendelea na masomo, na kwa muda mrefu amekuwa akiishi peke yake, hana mke wala watoto. Lakini jambo linalovutia si umaskini wake, bali ni kwamba amekufa mara 6 na kila mara amefufuka. Kwa mara tena siku nyingine hii tunakwenda kupata sehemu ya 5 ya somo la ujio wa Yesu feki, Yesu Kristo feki. Sehemu ya 4 tuliona kwamba yale
au wale watu waliokufa ila wanafufuka ni maandalizi ya mapepo watakapovaa miili ya wapendwa wetu na kuja kututembelea na kututia moyo, kutuonya, kutufanyeje, sawa, kutushauri. Kumbe ni nani? Ni mapepo, sio wale ndugu zetu. Sasa leo au somo hili, somo la 5, tunakwenda kuangalia jambo lingine ambalo linaandaa huyu shetani kuja kupokelewa. Ukisoma kitabu cha Habakuki 2 fungu la 18, sanamu ya kuchora yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya ameichora. Sanamu ya kuyeyusha nayo ni mwalimu wa uongo, yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya aiwekee tumaini lake na kufanya sanamu zisizoweza kusema. Habakuki 2 inasema sanamu ya kuchora yafaa nini? Sanamu ya kuchora yafaa nini? Tuone na Naumu 1:14 inasema, tena Bwana ametoa amri katika habari zako ya kwamba asipandwe tena mtu awaye yote mwenye jina lako toka nyumba ya miungu yako. Nitakatilia mbali sanamu ya kuchora, nitakatilia mbali sanamu ya kuchora na sanamu ya kuyeyusha. Nitakufanyia kaburi lako, kwa maana huu mbovu. Mungu anasema atakatilia mbali sanamu za kuchora, sanamu za kuchora. Tuone na Ezekiel sura ya 8. Ezekiel 8 fungu la 9, neno la Bwana linasema, akaniambia, ingia uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa. Ezekiel 8 fungu la 9, neno la Bwana linasema, au tuanze fungu la 8, nasema, ndipo akaniambia, mwanadamu, toboa sasa katika ukuta huu. Nami nilipotoboa, tazama, pana mlango. Akaniambia, ingia uyaone machukizo mabaya wanaoyafanya hapa. Basi nikaingia, nikaona, na tazama, kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli zimepigwa ukutani pande zote. Ezekiel anaambiwa ingia aone. Kati ya vitu anavyoona, anaona kuna kitu kinaitwa taswira za vinyago. Taswira za vinyago. Unapozungumzia taswira, hiyo ni picha. Kwa lugha ya kisasa unaweza kusema kwamba Ezekiel aliingia akaona picha. Picha gani? Picha za vinyago, yani picha za sanamu. Sasa Habakuki sura ya 2 fungu la 18, Mungu anasema sanamu za kuchora zafaa nini? Naumu 1:14, Mungu anasema atakatilia mbali sanamu. Ezekieli 8 fungu la 9, Mungu anasema machukizo mojawapo ambayo yalikuwepo kwenye kanisa lake ilikuwa ni taswira za vinyago, yani picha za vinyago au picha za sanamu. Sasa hebu tazama hizi picha. See what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their land,
gold. Think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings money cannot buy. Sasa hizi picha zina kusudi lake. Kusudi lake ni kumtayarishia njia nani? Shetani atakapokuja. Hivi hizi picha zinaaminika kwamba ni za Yesu. Mtoto mdogo ukimuuliza huyu nani, anakuambia huyu ni Yesu. I have decided to follow Jesus, follow Jesus, follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Follow Jesus, clap your hands. Mtu mzima anapochangia kwenye lesoni anakuambia hii picha ya Yesu. Sasa haya ni maandalizi ambayo watu wanajengewa kwenye akili waamini kwamba hii sura hii ndio sura ya Yesu. Unaweza ukasema mimi siwezi kukubali kwamba hii sura ya Yesu, lakini tunabadilishwa kwa kuona, tunabadilishwa kwa kusikia. Kadiri tunavyoona, fahamu zetu zinabadilishwa. Haya, tazama na hizi clip. Look at that! It's like a man in the clouds. Oh my God. Oh my God. It's still forming. Oh, wild. You see the arms? Right there. It's like, it's glowing. This is unreal. Thank you, Jesus. Glory in the highest. Look at the light. Thank you, Lord. Lord, we can. Yes. Yes. Sasa unaona picha hizi hapa, na huyu ambaye ni wanamtengeneza kwa AI huyu. Hizi hapa tusizione kwamba ni za kawaida. Kwa nini kipindi cha nyuma yalikuwa hayatokei sana? Kwa nini sasa hivi zimeshamiri sana kwenye mitandao ya kijamii? Kila ukifungua Facebook unakutana na hizi picha. Wana lengo gani? Wana lengo la kuwatengenezea watu akilini kwamba huyu ndiye Yesu. Kwa nini? Tayari tulishaandaliwa kwenye picha. Picha gani? Kwenye lesoni, kwenye vitabu vingine. Tulishatengenezea mazingira kwamba hii ndio picha nani? Picha ya Yesu. Kwa maana yake ni kwamba hata hizi video, hizi clip ambazo ni za AI zinawaandaa watu kuja kukubali Yesu huyo bandia atakapokuja. Sasa hivi watu wanaandaliwa picha kwenye vitabu, Facebook, Twitter. Watu wanaandaliwa ili huyu Yesu bandia atakapotokea apokelewe. Sasa hizi clip hizi tunazifurahia kuziangalia, tunazichekelea, zinagusa hisia zetu, lakini watu wengi watakuja kuanguka kwa sababu ya hizi picha, kwa sababu ya hizi clip. Kwa nini? Atakapokuja huyo atakayemwiga Yesu kwamba ndiye Kristo Yesu amekuja, watu wengi watakuwa tayari wameandaliwa, wamemwona kwenye vitabu, kwenye lesoni, wamemwona kwenye Facebook. Sasa anatokea angani. Anatokea wapi? Angani.
Lakini pia kuna hizi picha ambazo zinaonekana zinatokea angani, hizi AI, hizi ni AI, lakini zinawaandaa watu kwa kile kinachojia ulimwengu. Sasa watu pasipo kufahamu wanaamini kwamba ni Bwana ndiye anatenda haya, ila si Bwana, ni shetani. Kwa Mwadventista msabato, ikiwa unafurahia haya mambo, ujue wewe unajiandaa kudanganywa. Unajiandaa kudanganywa. Sasa somo la mwisho tutaangalia project inayoitwa Blue Beam. Blue Beam. Hili ndio itakuwa sehemu ya mwisho ya somo hili. Tutaangalia namna wanasayansi NASA wanapotengeneza mkakati wa kuja kudanganya ulimwengu wote kwamba Yesu Kristo amekuja. Usikose somo hili. Bwana akubariki. Sasa ninalia kwa uchungu wa roho yangu, maana nafsi yangu imepotea milele. Sina njia tena ya kuweza kujiokoa, nilichezea neema niliyopewa duniani. Niache nilie kwa uchungu wa roho yangu, maana nafsi yangu imepotea milele. Sina njia tena ya kuweza kujiokoa, nilichezea neema niliyopewa bure. Kumbuka ulivyonisihi, nilikuchosha lakini wewe hukunichoka. Ulikesha kwa ajili yangu, hata nikafunguliwa, na sasa nina raha. Nakumbuka ulivyoniita, nilikutesa lakini wewe hukuniacha. Ulichukua nafasi ya Yesu, hata nikafunguliwa, na sasa niko huru. Sasa ninaimba na mtukuza Mungu, na shangilia kwa sababu niliitika wito. Ungetoka wapi wito usingehubiri? Nakumbuka huduma yako kwangu. Sasa ninaimba na mtukuza Mungu, na shangilia kwa sababu nimepata wokovu. Ningekuwa wapi mimi usingehubiri? Ina thamani huduma yako kwangu. Wewe ndugu yangu, mbona usubiri majuto? Rehema kitambo yapita, usicheze na wakati. Watu wataomboleza wakijutia kurudi nyuma, na wengine kudharau wito wake Mwokozi. Wewe mchungaji, je, unachohubiri ndiyo kweli yake Mwokozi? Maana watu watakulilia endapo utawapoteza kwa kufundisha mafundisho yasiyo agizo la Mungu. Vilio vya kutisha vitapalizwa wapendwa, nimepotea milele zote. Watu watajisikia kama vile wangeliweza kuwararua vipande wachungaji wa uongo. Karibu tena siku nyingine ambayo tunakwenda kupata somo la 6 kwenye mfululizo wa masomo yale yanayosema ujio wa Yesu Kristo feki. Leo ni sehemu ya 6. Kama ulikuwa hujaangalia sehemu ya kwanza,
nenda kaangalia, kuna kitu muhimu ambacho inatakiwa ukifahamu. Sehemu ya pili pia kuna kitu muhimu. Sehemu ya tatu kuna kitu muhimu, hadi sehemu ya 5. Na leo ni sehemu ya 6, sehemu ya mwisho kabisa. Leo tunakwenda kuangalia mpango au silaha yake ya mwisho kabisa katika mchezo huu aliouandaa. Tunakwenda kuangalia project inayoitwa Blue Beam. Blue Beam ni nini? Blue Beam. Blue Beam, kama unavyoona hiyo picha imeandikwa hologram Jesus. Sasa nini maana ya hologram? Maana yake nini? Hologram ni picha ya pande tatu au 3D. Hologram ni picha ya pande tatu inayoundwa kwa kutumia miale ya lenza ikionyesha umbo, kina na maelezo ya kitu kwa uhalisia, tofauti na picha ya kawaida ya 2D. Lakini hologram inapokuwa inaonyesha picha, inasema inaonekana kama kitu halisi, kwamba inaonekana kama kitu halisi kinachoelea hewani na ubadilika muonekano ukigeuza pembe ya macho. Kwa hiyo kwa ufupi, elewa kwamba hologram ni picha ambazo zinaonekana angani. Hii picha inaonekana iko angani. Sasa mpango ambao huko ni kwamba Yesu feki atakapokuja aanze kuonekana angani. Yaani watu waanze kumuona angani kabla hajatua hapa chini. Sasa ili aweze kuonekana angani, Shetani kupitia wanasayansi ndio wamebuni mradi unaoitwa Blue Beam. Na mradi huu ulianza muda mrefu na ulikuwa unaenda kwa chini kisirisiri. Aliyekuja kuigundua na kuanza kuambia watu nini kinachoujia ulimwengu ni huyo hapa jamaa huyo anaitwa Sergio Monast. Huyu jamaa yeye aligundua, alizaliwa mwaka 1945 na akafariki 1996. Lakini yeye alianza kugundua hili jambo 1994. Kwa akaandika vitabu vingi kuweza kuonya ulimwengu juu ya kile kinachoujia ulimwengu kuhusu mpango huu unaoitwa Blue Beam. Mpango huu wa Blue Beam unaongozwa na shirika la anga la Marekani linaloitwa NASA. NASA. Sasa Blue Beam, yani hapa tunaenda kifupi. Blue Beam, katika mpango huu kuna hatua kuu 4 ili waweze kufikia malengo yao. Tunaanza kuchambua hatua moja baada ya nyingine. Hatua ya kwanza ni kuvunja dini zilizopo. Wanavunjaje? Unaposikia watu wanatheolojia, hao ni watu wanaotumika kwenda kuchimbua mambo ya kale. Sasa watu ambao wanashughulika na mambo haya wasiokuwa wacha Mungu wanakuwa wanaleta tafiti ambazo zinapingana na Biblia, kuonyesha kwamba Ukristo au kuonyesha kwamba hakuna Mungu. Hakuna Mungu, au Biblia huenda sio kitabu cha Mungu. Yaani wanaleta mambo ambayo yanapingana na Mungu. Kwa watu wanakuwa wanajengewa kwamba hakuna Mungu. Hatua ya pili ndio kuonyesha hologram picha, yani hologram image, sawa, kuonyesha taswira hizi za hologram wapi? Angani.
Sasa hivi ndio haya mambo yameshamiri. Kuna taswira nyingi zinaonekana wapi? Juu angani, kama unavyoona. Hizi ni kwa ajili ya kuandaa watu kwa tukio lenyewe, Sasa hizi zinatumia nini? Zinatumia AI, zinatumia AI. Kwa hiyo hatua ya pili ni kuonyesha taswira juu angani. Kwa huyu Yesu bandia atakapokuja ataanza kuonekana kwanza na watu angani. Kwa wakazi wa dunia watamwona huyu Yesu bandia wapi? Angani. Na wale ambao wanaamini kina Buddha, wale wanaoamini kina Muhammad, na wao watawaona Muhammad angani, wataona kina Buddha angani, wataona kina Shinto angani. Kwa nini? Waumini wa Buddha hawamwamini Yesu. Kwa Yesu bandia huyu hawezi kwenda kule. Yesu bandia ataenda kwa wanaomwamini nani? Yesu wa kweli. Wabudha nani? Huyu Mungu Buddha hawezi kuja kwangu. Kwa nini? Mimi simwamini. Kwa hizi picha ambazo zitatokea angani zitatokea kulingana na imani ya watu. Ila sasa sisi wa Kristo, sisi tunamwamini nani? Kristo. Kwa hiyo huyu Yesu bandia atakuja kwa Wakristo, Jambo lingine ni kudhibiti mawazo ya watu. Wanadhibiti vipi? Wakati ili tukio linafanyika, mawimbi ya satellite ambazo ziko juu angani zimetegwa kwa ajili ya tukio hili, zitapenya katika akili, katika ubongo za watu ambao walikataa kufanya matengenezo ya afya. Watu ambao mkiambiwa kwamba acheni kunywa soda, hamtaki. Watu ambao mnaambiwa acheni kula mabroila, hamtaki. Watu wote ambao watakuwa wamepokea chanjo wakavurugwa akili, mionzi ya satellite itapenya, watasikia sauti ndani yao, watasikia huyo Yesu bandia, watasikia huyo Buddha bandia akisema nao ndani. That kind of technology goes into the 1970s, 1980s, and 1990s research where the human brain has been compared to a computer. Information is processed, integrated, and then a response is formulated. Itatumika kwa ajili ya jambo hili. Kwa hiyo yule atazungumza kama nini, tuzungumzie tu Yesu bandia. Huyu Yesu bandia atazungumza akiwa juu angani. Akishazungumza, jambo linapelekwa kwenye nini? Kwenye satellite. Satellite inapelekwa kwenye minara. Minara wendo wa mwisho unasikia ile sauti. Unasikia ile sauti. Kwa watu watasikia kumbe Yesu amekuja. Anaongea kwa upole, anatia huruma. Jamani, Yesu convincing each of them that their own God is speaking to them from the very depths of their soul. Such rays from satellites are fed. Jambo la mwisho sasa ni kuunda dini moja ya dunia. Kuunda dini moja nini? Ya dunia. Ukumbuke hatua ya kwanza utakuwa wamefanikiwa kuvunja imani za watu katika dini zao. Kwa nini? Wachimbuzi wa kale wanaleta habari kwamba hizi habari sio za nini? Sio za kweli. Hiyo Biblia sio ya kweli. Hiyo Petro hakuwepo. Alafu inatokea picha juu angani, inatoa uthibitisho huo kwamba jamani, hii Biblia sio. Ndio maana nabii wa Mungu aliona mapepo yakiwa yanahiga maumbo ya mitume. Watakavyoiga maumbo ya mitume, watakana Biblia kwamba sio kitabu cha Mungu ambacho kinaandikwa kwa uwezo au uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata huyu Yesu bandia atakapokuja ataungana na mapepo ya menzake ambayo ilivaa maumbo ya nani? Maumbo ya mitume. Watakana Biblia. Lakini pia jambo lingine, wakisha
Huyu Yesu bandia akishazungumza, atakapokuwa anazungumza, atakuwa anasikiwa ndani, atagusa hisia za watu. Atagusa hisia za watu. Akishagusa hisia za watu, watu wataamua kupiga magoti, na kwa kuwa atawaelekeza watu katika dini moja ambayo ni ya mpango mpya dunia inayoitwa Islam. Hii hapo. Watu wote wataamua kuachana na Ukristo. Yaani Wasabato watasema ile njiwa eti ni muongo. Atasema huyu Yesu naye alituambia mambo ya uongo. Wataenda kukumbatia Islam. Waislamu na wao watasema Muhammad kweli bwana wataweka pembeni, wataenda kukumbatia nini? Ukristo. Ukisoma kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 513, nabii wa Mungu anasema matukio yanayopita akili za kibinadamu sio muda mrefu yataanza kuonekana mbinguni kama ishara ya nguvu ya utendaji kazi wa kimiujiza wa mashetani. Kwa nabii wa Mungu aliona kwamba kuna ishara zitaanza kutokea juu angani. Hizo hapo. Tusitegemee kuna zingine, ndio hizo za AI, ndio hizo. Kipindi kile nabii wa Mungu hakuwa anafahamu habari za AI. Kwa hiyo yeye aliziona akaandika hivyo. Kwa haya yanatangulia kabla ya huyu shetani bandia kumwiga nani? Kristo. Jambo lingine, ukurasa wa 514, nabii wa Mungu anasema hivi, aliona hili tukio. Anasema kama tendo la juu kabisa katika sakata kuu la udanganyifu, shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kwa muda mrefu kanisa linatangaza kuwa ujio wa pili wa Kristo ndio kilele cha matumaini yake. Sasa mdanganyaji mkuu atafanya ionekane kana kwamba Kristo amekuja. Kristo amekuja. Katika sehemu mbalimbali za dunia, shetani atajidhihirisha miongoni mwa wanadamu kama mfalme mkuu mwenye nuru kuu, akifanana na muonekano wa mwana wa Mungu aliyeelezewa na Yohana katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 13 hadi 15. Utukufu unaomzunguka haupitwi na kitu chochote ambacho macho ya mwanadamu anayekufa yamewahi kukiona. Kelele za ushindi zinasikika hewani. Kristo amekuja! Kristo amekuja! Watu wanaanguka kifudifudi chini kwa heshima mbele yake, wakati anainua mikono yake juu na anatamka baraka juu yao, kama vile Kristo alivyowabariki wanafunzi wake alipokuwa duniani. Sauti yake ni laini na tulivu, lakini ikiwa tamu. Kwa sauti ya upole na huruma anasema baadhi ya maneno ya neema ile. Asome hiyo sura yote utapata mambo makubwa. Kwa hiyo nabii wa Mungu alionyeshwa huyu shetani atakapokuja, atakuja katika umbo la nani? Katika umbo la Yesu. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1 fungu la 13 hadi 14, neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, mpendwa, linasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Kwa hiyo ndio taswira ambayo nabii wa Mungu alioneshwa namna shetani atakavyokuja. Kwa watakao kwenda kumwangukia huyu shetani akiwa amevaa umbo la Yesu ni wale ambao hawamfuati mwanakondoo kila aendako. Wale wanaomfuata mwanakondoo kila aendako, wale wanaojua sauti ya Bwana, wale wanaojua sauti ya mchungaji wao hawatamsujudia. Wale wasiopenda kuambiwa kweli, wasiopenda kufanya matengenezo katika wakati huu wa mwisho, wataanguka na kumsujudu. Bwana kubariki. Bwana akutie nguvu. Bwana nitie nguvu.